Asubuhi ya leo tupo katika kitabu cha Mwanzo. Tumemaliza mlango wa pili. Tumekuwa na msururu wa mahubiri ya mstari baada ya mstari, na leo tunaingia katika mlango wa tatu. Tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 6, na hiyo mistari itakuwa ndio mada ya mahubiri ya leo. Kichwa cha mahubiri ya leo ni vita dhidi ya neno. Vita dhidi ya neno. Naomba tusimame kwa heshima ya neno la Mungu tunapoyasoma maandiko. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa kwanza hadi wa 6. Maandiko yanasema hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mstari wa 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alichoma matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Hilo ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu na tukae. Kwa hiyo tumetoka kusoma mistari ya kwanza ya mlango wa 3 katika kitabu cha Mwanzo. Ni mistari au tuseme ni mlango wenye umuhimu mkubwa katika maandiko, kwa sababu huu unakuwa ni kama daraja. Ukivuka unaingia katika sehemu ya Biblia inayoendelea kutoka hapa mlango wa 3 hadi kufikia mwisho wa mlango wa 20 wa kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Na tunatoka katika mlango wa kwanza na wa pili ambapo hakukuwa na dhambi, hakukuwa na uasi, hakukuwa na kinyume na mapenzi ya Mungu. Mlango wa kwanza na wa pili. Tunaingia katika jambo linalotokea katika huu mlango wa 3 ambalo linaendelea hadi mwisho wa nyakati, Ufunuo wa Yohana mlango wa 20. Kisha baadaye hapo tunaingia katika Ufunuo 21, 22, tunaingia katika umilele ambapo tena kwa mara ya pili hakuna tena dhambi. Kwa hiyo hapa kinachofanyika ni kwamba tunatoka katika kutokuwa na dhambi, tunaingia katika utawala wa dhambi ambao atakuja kumaliza Yesu Kristo, japo hautaondoka, lakini mwisho wa siku utamalizika katika Ufunuo 20. Kwa hiyo tunaingia katika kitongo muhimu cha maandiko, na nataka tuchukue muda wetu polepole tuyaelewe yanayoendelea hapa, kwa sababu ni makubwa na yana uzito na yanaathiri vyote vinavyofuata katika maandiko. Usipoelewa sehemu hii ya maandiko, kwa kweli utakuwa na matatizo huko mbele, na unajipata kwamba unaingia katika mafundisho ambayo sio ya kimaandiko, mafundisho ambayo yanakuwa na upotovu fulani, kwa sababu huu ndio msingi wa uelewa wetu. Tunapojiuliza ni kitu gani ambacho kimeharibika huku duniani, wengine wanasema ni ufisadi, wengine wanasema ni ukabila, wengine wanataja dhambi fulani au dhambi fulani kutegemea na mazingira pengine, lakini ukweli wa mambo unapatikana hapa, na nataka tuangalie kwa vichwa vifuatavyo. Kitu cha kwanza nakitaja kwamba ni kutovifahamu vita. Ndio kichwa cha kwanza. Kichwa cha pili ni kuvifahamu vita, na kichwa cha tatu ni kuvichambua vita. Kisha tutahitimisha kwa kuvishangilia vita katika Yesu Kristo. Kwa hiyo tutaanzia kwa kutovifahamu vita, tuingie katika kuvifahamu vita, tuendelee na tupate kuvichambua vita, alafu kilele chake itakuwa ni kuvishangilia vita katika Yesu Kristo. Nisome tena mstari wa kwanza wa mlango wa 3 wa kitabu cha Mwanzo. Maandiko yanasema hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Sasa
mimi nimetaja sana vita katika vile vichwa ambavyo nimevitoa kwamba tutakuwa tukivichunguza asubuhi ya leo. Lakini wewe unaposikia huu mstari, bila shaka unajiuliza vita viko wapi? Mbona sijaona mapigano yoyote? Mbona sioni makabiliano? Mimi nasikia tu kwamba kulikuwa na nyoka, alikuwa ni kiumbe aliyefanywa na Mungu, na huyu kiumbe anakuja anamzungumzia mwanamke. Sasa vita viko wapi au mapambano yako wapi? Na tutakuja kulijibu hilo swali. Lakini katika hiyo hali ya sitofahamu, niseme hivi, sio kawaida yangu na sipendi sana kujiingiza mwenyewe katika mahubiri, lakini hili ni swala ambalo nina ukaribu sana nalo. Kuna kipindi miaka iliyopita nilijihusisha sana na kitu ambacho tulikiita maombi ya vita vya kiroho. Maombi ya vita vya kiroho. Tulikuwa tunakesha sana, tunafunga sana, tunakemea sana. Shetani alikuwa hapumui kwa kufungwa na minyororo kila wakati tunapokesha. Lakini baada ya muda Mungu aliniwezesha, alifungua macho, nikajiuliza maswali fulani. Maana nilikuwa nimejituma sana, nilikuwa nimetoka kuwa muombezi wa kikundi cha vijana kanisani, nikaingizwa katika kikundi cha waombezi wa lile kanisa. Wale waombezi wa lile kanisa wakanituma kwenye kitu kingine kinaitwa Kenya House of Prayer. Nikaenda kule, nikawapata watu wenye dhati na ari kubwa, tukawa tunafanya maombi. Tena wale pia wakaniingiza katika kwingine kunaitwa Intercessors for Africa. Sasa ikawa maombi yetu yanahusisha Afrika nzima. Tumejituma sana na kulikuwa na ari kubwa sana ya kufanya maombezi. Lakini kadri tulivyoendelea ukaanza kuwa na uchovu fulani, na Mungu akaniwezesha, nikajiuliza maswali. Swali la kwanza ni mbona kuna ukinzani baina ya uhalisia na mafundisho ninayoyasikia? Kwa sababu katika yale mafundisho naambiwa nena, naambiwa ukiri wako ndio uhalisi wako. Basi mimi nikawa na ukiri wa ajabu kwamba fulani lazima lifanyike, au nimekataa fulani lifanyike. Lakini kukataa kwangu na kuidhinisha kwangu hakukubadilisha jambo lolote. Yaliyotokea yalitokea, na mengine niliyotamani kwamba yatokee hayakuwahi kutokea. Kwa hiyo kukawa na ukinzani mkubwa kati ya mafundisho ninayopokea kwa hawa ambao ninawaamini, ambao niseme walikuwa ni walezi wangu wa kiroho. Maana mimi nimeingia kanisani, nimetoka duniani, nimewapata hao, wamenikuza kwa njia fulani. Na sasa wanaoniambia na kule kuishi kwangu havipatani. Kukawa na ukinzani mkubwa. Pili, jambo ambalo lililetea tatizo kubwa katika zile harakati za maombezi ni kwamba tulikuwa tunadai ushindi usio na uthibitisho. Tunaenda tunafunga, wengine wanatoa magari yao, tunaingia kwenye magari, tunatembea Nairobi. Nitoe mfano, tunamfunga pepo wa ukahaba. Kwa hiyo tunamfunga pepo wa ukahaba usiku wa manane. Hatujalala, tumejinyima usingizi, hatujakula siku 3, umekunywa maji moto, unaingia mjini unamfunga pepo wa ukahaba. Lakini hii leo niwaulize, ukahaba upo au haupo? Si unaendelea vizuri? Je, ni kwamba Mungu alishindwa au ule ulikuwa ni upumbavu? Ari ilikuweko, dhati tulikuwa nayo. Lakini niseme kwamba, na nitumie lugha ya maandiko. Maandiko yanasema hivi katika Mithali 19 mstari wa 3. Maandiko yanasema upumbavu wa mtu hupotosha njia yake, na moyo wake hununa juu ya Bwana. Unaona? Mithali 19 mstari wa 3. Upumbavu wa mtu hupotosha njia yake, na moyo wake hununa juu ya Bwana. Hata sisi tulikuwa na ari na dhati, kumbe ni upumbavu. Tunakesha, tunajinyima chakula siku 3 maji moto, ili tukaingie mjini tukamfunge yule pepo wa ukahaba. Kumbe baadaye tukiwaona wanaendelea na biashara zao, tunamnunia Mungu, kumbe ni upumbavu. Hilo neno kununa pia inaweza kutafsirika hamaki. Na kumekuwa na matokeo fulani. Nasema hivi kwa sababu tulikuwa na marafiki, tulikuwa tunakesha bwana. Kila Ijumaa tunakesha kila Ijumaa. Na kanisani kwetu kama hawataki kukesha, tunatafuta mahali mjini, tunaenda, tumekesha kwingi. Yaani ilikuwa lazima tukeshe. Na tulikuwa kikundi cha vijana waliokuwa wanamtafuta Mungu ila kwa upumbavu.
yakatokea mambo fulani. Cha kwanza nilichokiona kitokea ni kiburi. Hawa waombezi wa kundi la vijana walikuwa kwa kiwango fulani, ama waliwekwa kiwango fulani. Wale waombezi wanaoliombea kanisa wanawekwa juu ya hawa waombezi wa vikundi vidogo vidogo kama kikundi cha umisheni au kikundi cha vijana. Kwa hiyo wale ambao ni waombezi wa kanisa zima wanawekwa kiwango cha juu. Wale ambao sasa ni waombezi wa taifa tena wanajiweka kiwango cha juu. Kuna viwango. Kama sasa wewe ni muombezi unayeshughulika na bara la Afrika, sasa wewe unawekwa katika kitengo fulani. Lakini sasa hivyo vitengo havipo katika maandiko, tumejibunia sisi. Na polepole nilikuja kuona kiburi kwamba kipo. Ipo siku niliingia kwenye mkutano ukanishinda, nikatoka nje nikakaa, nikasikia kulia kwa sababu ya kiburi nilichokiona ndani ya kile chumba. Watu walikuwa wamejawa kiburi, wamefunga. Nielewe vizuri, wamefunga. Kuna joto, tulikuwa Mombasa. Joto, njaa na kiburi mpaka mbinguni. Nikatoka nje nikajiuliza, Mungu wangu, haya ni mambo gani? Tunafanya kitu gani? Kwa hiyo kulikuwa na kiburi sana. Cha pili, niliona chuki. Hawa ambao wamewekwa au wamejiweka katika ngazi za juu, wakawa wanachukia wale. Wanaona wale ni wavivu, hawajui kuomba, hawawezi kufunga. Hawa walio chini au waliowekwa chini, wamepewa hadhi ya chini, pia wakaanza kuwachukia wale. Nyinyi mnajifanya ndio waombezi, nyinyi ombeni nyinyi basi. Asa kanisa linaumia. Unaona? Yaani hii leo ni mahubiri kweli, lakini mimi nawasimulia mambo ambayo niliyapitia, niliyaona. Ilikuja nikayaacha katikati ya mkutano. Yaani tumesafiri, tumeenda huko, tunapigana na mapepo ya bara la Afrika. Vikanishinda, Mungu akanitoa. Unaona? Sasa mimi ni cha tatu hicho. Nimesema kuna kiburi, kuna chuki. Cha tatu ni uchovu. Mimi nilichoka. Nikasema haiwezekani. Mbona katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 20 anakuja malaika mmoja, sio jeshi, malaika mmoja anachukua mnyororo, anamfunga shetani kwa kipindi cha miaka 1000 shimoni. Mbona basi yule aliweza na sisi kwa kumfunga kwetu kote hatujawahi kuweza? Au tunamfunga kweli? Na kama hawa ambao ninawaona wamejawa kiburi ndio wanaosema eti tunamfunga shetani, na kiburi mimi naona ni dhambi ya kishetani, basi hapa tunajidanganya. Nikaona kweli hapa tunajidanganya. Nikachoka, nikarudi kanisani kutoka kwenye safari, nikamwambia jamani, kuanzia leo haya mambo ya kesha mimi sitaki tena. Hili jambo la maombezi kidogo nataka niliache. Wakaniuliza mbona umechoka? Sasa kwa nini tusichoke? Kwa nini tusichoke? Nitoe mfano. Kwa nini tusichoke? Kazi ya kupambana na shetani tangu lini uliambiwa ni yako wewe mwanadamu? Sikia malaika wanavyosema katika Yuda mstari wa 9. Yuda kitabu cha mwisho kabla hujaingia katika Ufunuo wa Yohana. Yuda mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi: lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisema, Bwana na akukemee. Yaani Mikaeli malaika mkuu mwenye utukufu na nguvu kubwa anapohojiana na shetani, sioni akimfunga kwa minyororo, sioni akimrusha ndani ya gunia la siafu. Mshafanya mambo kama hayo? Ama kumrusha kwenye kasha baharini, ama kumfungia kuzimu. Hakufanya kitu kama hicho. Alisema nini? Bwana na akukemee. Yaani alielewa vizuri nafasi yake. Lakini sisi mbona tusichoke? Mbona tusichoke? Sasa kama mahali ambapo malaika hawathubutu kujiingiza, sisi tunajiingiza wazima, mbona tusichoke? Kwa hiyo tulikuja kuchoka, na inanisikitisha sana kusema kwamba wengi ambao tulianza nao sasa hivi wameondoka. Sio kwamba wameondoka katika ile idara ya maombezi, lakini wengi wameondoka hata kanisani. Hawamfuati Mungu. Nasema ile jambo kwa uchungu mkubwa, kwa sababu kuna rafiki yangu tangu tukiwa shuleni alikuwa anamjua Mungu, alikuwa ni mwalimu mzuri wa maandiko,
Yaani ule kijana hakuna andiko nishawahi kulitaja yeye asilijue. Hakuna mtu kama huyo. Mimi sijawahi kukutana na mtu kama huyo. Lakini sasa hivi pale alipo ni kwamba ni mwasi. Amekataa kabisa mambo ya Mungu. Huyo alikuwa ndio mstari wa mbele katika maombezi. Alitufunza sisi, alitulea sisi. Rika moja, tumesoma shule pamoja. Mimi nikiwa kule bedroom kwa shetani, yeye alikuwa madhabahuni. Na hii leo hayupo tena. Unaona? Kwa kuna uchovu. Sisi tulikuwa tukilitumia jina la Yesu kama silaha. Unaona? Kumbe jina la Yesu ndilo jina ambalo tumepewa ili tukaokolewe, tukatolewa katika jina la Adamu, huyu mtu wa uasi, tukaingizwa katika jina la Yesu tupate wokovu. Sisi tukajiambia kwamba jina la Yesu ni silaha, kwamba ukimwambia shetani katika jina la Yesu lazima afanye. Uliona wapi katika maandiko? Hamna chochote kama hicho. Hamna. Jina la Yesu sio silaha. Tukasema damu ya Yesu ni silaha. Najifunika na damu ya Yesu. Naingia, unajifunika unaingia wapi? Sasa kumbe damu ya Yesu, ukweli wa mambo ni kwamba imetolewa kama damu ya upatanisho juu ya madhabahu pale Kalvari. Kalvari. By the way, kulikuwa na kikundi. Walisafiri kila county. Sikuweza kwenda nao, nilienda mara moja tu katika hizo safari. Kila county wakibomoa madhabahu na kuinua madhabahu. Sio jambo dogo. Wanagaramika wao, wanafunga wao, wanaomba. Kumbe msalaba ulimaliza madhabahu yote. Kumbe dhabihu ya Kristo msalabani, kumwagika kwa damu ya Kristo kumemaliza hiyo kazi. Kwa hiyo kulikuwa na kujituma kwingi, lakini kulikuwa na upungufu wa uelewa wa neno la Mungu. Ndio maana nimeanza na hichi kichwa kwamba kutovifahamu vita. Na niseme kutovifahamu vita, mimi ushuhuda wangu ni kwamba kuna gharama kubwa pale. Na hiyo gharama sitaki tuilete kanisani. Kwa hiyo tuiweke wazi kuanzia leo. Kama pengine ulikuwa una tashwishi moyoni mwako. Vita vya ulimwengu wa kiroho sio wewe kushindana na mapepo au kumkemea shetani au kufunga au madhabahu na vitu kama hivyo. Hivyo sivyo maandiko yanavyofunza. Ukitaka uelewa sahihi wa vita vya kiroho, ukitaka kuingia katika vita ambavyo vipo katika maandiko, turudi katika hiki kitabu cha Mwanzo mlango wa 3, tuangalie vizuri ni vitu gani ambavyo vinafanyika pale. Tuseme hivi. Na tuanze kwa kusema katika mlango wa 3 wa kitabu cha Mwanzo, muktadha ulioko pale ni kwamba shetani ametoka kupigana na Mungu katika ulimwengu wa roho na ameshindwa. Amejaribu kumkabili Mungu kwa njia moja kwa moja katika ulimwengu wa roho, ameshindwa. Kwa hiyo anafanya kitu gani? Anashuka katika ulimwengu huu wa mwili na nyama, aendelee kupigana na Mungu. Elewa, kimsingi hivi sio vita vya wewe dhidi ya shetani, hapana. Hivi ni vita vya ibilisi dhidi ya Mungu. Lakini ibilisi anajua kwamba hapa katika ulimwengu huu wa mwili na nyama kuna kitu au kuna viumbe ambao ni mboni ya jicho la Mungu. Yaani Mungu amewapenda sana kiasi ya kwamba amewafanya katika mfano wake, katika sura yake, katika chapa yake. Kwa hiyo anajua huyu shetani, nikiwaangusha hawa, unaona, nikiwaingiza hawa katika uasi, kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki, itabidi awape ile ile hukumu alionitolea mimi, ambayo ni mauti, umilele katika ziwa la moto. Anajua hivyo. Kwa hiyo anakuja. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tunafaa kujifunza ni kwamba hivi si vita sio vya kwetu, vinamhusu ibilisi akimshambulia Mungu, lakini sio njia ya moja kwa moja, kwa sababu ile tayari imeshamshinda. Kwa hiyo umetafuta njia ya mzunguko, na ni ipi? Anakuja kwa Hawa ambao anawajua ni kipenzi cha Mungu, ambaye siwezi kumshinda. Lakini Hawa nikiwatangua, nikiwaingiza katika uasi, basi yule nitamchoma na uchungu wa ajabu. Ndivyo anavyowaza huyu mwovu. Kwa hiyo tujifunze kwamba hata mara ya kwanza injili inaposikika katika Mwanzo 3:15, na ipo siku tutaingia pale, ni kwamba muktadha unaotawala
kuanzia hapa hadi mwisho wa maandiko ni muktadha wa kivita, kwamba injili inatangazwa kwa njia ya kivita, kwamba atakuja yule ambaye ni mbegu ya mwanamke, atamponda nyoka kichwani. Kwa hiyo hakuna mazungumzo ya ondoleo la dhambi, ni mapambano, ni vita. Kwa hiyo tujifunze hilo kwanza kabisa, uwe na hiyo picha akilini kwamba hivi vita si vya kwako. Ibilisi anamshambulia Mungu kwa njia ya mzunguko. Pili, hivi vita basi vinakuja kujenga muktadha wa maandiko yote, kuanzia hapa hata Kalvari, hata Ufunuo wa Yohana mlango wa 20, huyu anapotupwa katika ziwa la moto na kuvimaliza vita. Vitaendelea mpaka atakapoingizwa katika ziwa la moto, havikomi. Kwa hiyo tuwe na hiyo picha, sawa? Usione kwamba Mungu anashindwa wewe unapoteguka hapo, unapoanguka. Hapana, hajashindwa, ashashinda. Haya, tumeanza kuvifahamu vita. Hebu tuvichambue hivi vita. Tumetoka katika kutovifahamu, tumepata picha ndogo, tumeanza kuvifahamu. Sasa naomba tuvichambue. Nitaja mambo machache yanayotokea katika mlango wa 3 wa kitabu cha Mwanzo kuanzia mstari wa 6 na kuendelea, na ni kama yafuatavyo. Kwanza, kwamba Hawa hakushangazwa na huyu nyoka kumnenea. Hakushangaa. Hamna mshtuko pale. Hakuna kubutuka. Aliona kwamba ni jambo la kawaida. Basi tuone ule kwamba ni ushuhuda wa hila za Ibilisi. Ni hila za Ibilisi. Elewa kanuni ya kimsingi katika hivi vita ambavyo tunaingia kuvichambua, na ni hii kwamba kila anapokuja Ibilisi hajitokezi kama jinsi alivyo, anajigeuza. Hapa angekuja kama jinsi alivyo katika anguko, bila shaka uwezekano ni mkubwa kwamba mambo yangekuwa tofauti. Lakini kwa sababu yeye ni kiumbe wa hila, anakuja kwa kujigeuza. Hata huyu hashtuki. Wanaingia katika mazungumzo, na hakuanza leo na hataacha, anajificha siku zote. Sikia maandiko yanavyosema katika 2 wa Korintho 11 mstari wa 13 hadi 15. Maandiko yanashuhudia hivi kumhusu huyu: maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Kwa hiyo tuseme hivi, wapo watu fulani waliosimama katika mji huu wa Malindi wakilitangaza jina la Yesu Kristo, lakini wakawapeleka watu kufunga na wengine kuwaua Shakahola. Hao ni watumishi wa shetani, wamejigeuza. Wamejifanya kwamba ni watumishi wa nuru, lakini ni watumishi wa shetani. Yeyote anayesimama mimbarini na kuhubiri injili potovu ya utajiri na pesa na madhabahu na mbegu, huyo muone vizuri kwamba ni Ibilisi kajigeuza. Maanake ni hila yake ni kwamba siku zote haji kama jinsi alivyo, anajigeuza. Na anapojigeuza, anajigeuza ili afanane na nuru, kwa sababu anajua wewe hautaihoji nuru. Nikisema katika jina la Yesu utakubali, lakini nikisema katika jina la shetani utanipiga mawe. Kwa hiyo yeye anajikuja katika jina la Yesu. Anakudanganya jina la Yesu ni silaha. Anakudanganya kwamba panda mbegu. Mbegu tulipanda. Kufunga tulifunga. Vipi ambavyo hatukuvifanya? Mwisho wa siku ni ubatili mtupu. Kwa hiyo unakimuona mtu amesimama mimbarini na ni mwanamke, ujue ni muasi, yule sio mtumishi wa Mungu, kwa sababu maandiko yamesema wazi, hayamruhusu mwanamke kusimama mimbarini. Kwa hiyo ukimuona amesimama pale, usiingie katika mahojiano kama vile Hawa anavyoingia katika mahojiano na Ibilisi. Muone. Je, ni kwamba hajui kusoma? Anajua kusoma. Ni kwamba hana maandiko? Maandiko anayo. Amesimama pale kwamba yeye ni mwalimu wa maandiko, lakini andiko limemwambia asifanye hivi anavyofanya, asisimame pale mbele kuhubiri. Amesimama kuhubiri. Basi tumuelewe vipi? Huyu ni mtumishi wa yule muovu, amejigeuza. Anakuja akiwa na ukweli mdomoni, lakini ni hila anafuatia kwa kudanganya. Jambo la kwanza,
kwamba anakuja kwa hila, anajigeuza pale katika bustani, na kila siku mpaka kesho ataishi kujigeuza. Kwa hiyo wewe kuwa makini, Mkristo, uwe makini. Ukiambiwa jambo katika jina la Yesu, usikimbilie kulishika, lichunguze kiberoya. Waberoya walimsikiza Paulo, kisha wakachunguza, wakafanya utafiti wao katika maandiko. Yachimbe maandiko, jichimbie maandiko. Usimsikize mtu, hata huyu anayenena sahi, usimsikize ukamwamini tu. Yachimbe maandiko. Je, ni kweli anavyosema? Unaona? La sivyo utatekwa. Watakuteka, wanakuja kwa hila, watakubeba. Na usione kwamba hivi vita havitanifikia. Yesu Kristo aliyekuwa neno pamoja na Mungu kamili, alipoingia duniani, kipi kilichompata? Huyu ibilisi alikuja kwake. Alimwambia auwe, hakumwambia auwe. Alimwambia azini, hakumwambia azini. Alikuja kwa njia ya maandiko, imeandikwa. Unaona? Hasa kama Yesu Kristo, yani shetani ana ujasiri kiasi kwamba anamjia Yesu Kristo kumjaribu. Sembuse wewe. Huoni kwamba una uhitaji mkubwa wa kujilinda? Hilo ni jambo la kwanza. Pili, tukiangalia yale yanayojiri katika haya mapambano. Anakuja amejigeuza ndio, lakini pia anakuja kwa silaha fiche. Silaha fiche. Katika mlango wa 8 wa kitabu cha Yohana mstari wa 44, Yesu Kristo anasema jambo ambalo nilitafakari kwa muda mrefu wala nisilielewe. Anasema kwamba huyu ibilisi ni muuaji tangu mwanzo. Hebu nikuulize swali. Ushawahi kuona andiko ambapo ibilisi amesimama na silaha mkononi akamuua mtu? Lipi? Yesu Kristo amesema huyu ni muuaji tangu mwanzo. Je, ushawahi kumuona amesimama na silaha mkononi akimuua mtu? Lakini elewa kwamba hii silaha aliyokuja nayo, silaha fiche, inaua kweli. Ni silaha gani? Ni uongo. Mungu amesema hakika mtakufa. Mkila hakika mtakufa. Yeye anakuja anasema nini? Hamtakufa. Sasa ukiuamini uongo, mauti yanaingia. Sasa yule anakuwa ni muuaji, sio kwa upanga au silaha tofauti, amekuja kwa hila, kwa udanganyifu, kwa uongo. Na huu uongo, niseme tena, kimsingi ni shambulizi dhidi ya Mungu. Unaona? Shetani anauliza swali ambalo ukilisikia linasikika ni kama swali la kijinga. Anauliza hivi, anasema ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Linaonekana ni swali la kipumbavu, lakini sio swali la kipumbavu. Ukiliona kwamba ni upumbavu, wewe ile hila ishakuteka kidogo. Kwa sababu anamaanisha nini? Anamaanisha hivi, hazungumzi matunda, anamzungumzia Mungu. Anamuuliza huyu Hawa, je, wewe huoni kama Mungu hakupendi? Unaona? Kwa sababu kama angekupenda, kwa nini kuwe na katazo? Unaona? Kilichotangulia, na tulitumia muda mwingi kuzungumzia utoaji wa neema, kwamba katika mlango wa 2 mstari wa 16 Mungu alitanguliza amri kwa kusema mle miti yote isipokuwa mmoja. Lakini ule mmoja, unajua, ukachukua kitu kidogo, hata kama tuseme haragwe, ukaleka hapa jichoni, hautaona chochote kwa sababu lile haragwe. Japo haragwe ni kitu kidogo, lakini ukikiweka hapa kwenye mboni ya jicho lako hautaona chochote. Sasa yeye Shetani amekuja, hila yake hapa ni kufanya huyu Hawa abadilishe mtazamo wake wa Mungu, kwamba huyu mbona ameninyima? Asahau kwamba upo utoaji wa neema ambapo Mungu alisema mle miti yote isipokuwa mmoja. Yeye anapindua maneno, unaona? Kwa hiyo Mungu hanipendi, Mungu ameninyima. Ukishauamini ule uongo, basi mlango unafunguka, uasi unafuata. Sasa hivi katika maisha yako vipo vitu vingi ambavyo kwa wakati mmoja vilikuwa ni azma, ombi, tamanio. Sasa unavyo katika maisha yako hivi sasa. Ukiangalia alivyokupatia Mungu ni vingi na vinazidi kabisa, kwa sehemu kubwa
vile ambavyo unamtumainia Mungu. Vipo vitu ambavyo unamtumainia Mungu, sawa? Lakini tafadhali nakusihi, usiruhusu vile ambavyo unamtegemea Mungu vikawa kama haragwe kwenye mboni ya jicho lako, hata usione utoaji wa Mungu wa neema katika maisha yako. Usiruhusu. Anza kwa kumshukuru Mungu, amekutendea makuu na makubwa. Sawa? Msifu Mungu. Kisha mtegemee Mungu kwa haya mawili matatu machache ambao bado hujayapokea. Lakini usiyachukue yale ambayo unayatarajia ukayafanya ndio kufa na kupona kwako. Utaingia katika mtego wa huyu ibilisi. Mnauona mtego? Ni swali la kipumbavu. Unampata mtu ana kazi nzuri, ameishi vizuri, unaona, hadaiwi, yani yuko vizuri, lakini hajapata mchumba. Usiku na mchana anachokifikiria ni kwamba mimi sina mchumba. Akiendesha gari, sisi tunatembea kwa miguu tukipigwa na jua. Yeye akiendesha gari anasema sina mchumba. Hamshukuru Mungu. Anakula kuku, sisi tunakula managu. Yeye akila kuku, anakula kuku akinungunika, sina mchumba. Usiwe hivyo. Utaingia katika mtego. Ni mtego hatari, unaona. Lakini mbona basi usiende ukaungama, kwa sababu najua wewe haujakuwa ukimshukuru Mungu. Umekuwa ukinungunika, sina hiki. Mbona nisipewe kile? Na hivyo ndivyo navyo mkononi, uvione. Jambo la tatu ni wazungumzie wanawake kidogo na wanaume pia tusikize. Mwanamume ndiye mpokezi wa asili wa neno la Mungu. Mwanamume akamfunza mwanamke jinsi alivyosema Mungu. Lakini huyu ibilisi, kwa sababu ni kiumbe wa hila, anapokuja hakumfuata Adamu. Maandiko yanasema vizuri katika Timotheo, Adamu hakudanganyika. Lakini anamjia huyu ambaye ni kipenzi cha Adamu na kuzungumza naye. Sasa kichwa katika ule katika ile mahusiano, katika ile ndoa, kichwa ni huyu Adamu. Alipokuja huyu na kubisha hodi, Hawa angepaswa kusema subiri, nikuitie mume wangu, mtajibizana nyinyi. Maana alipokea amri, muulize, mimi alifanya kuniambia mimi. Muulize yeye. Yaani kwa kujinyenyekeza na kujitiisha chini ya mamlaka ya mume wake, angeviepuka vile vita. Haoni kama ni vita, lakini ni vita. Amejigeuza, amekuja kwa silaha fiche, na amekuja kwa huyu ambaye kwa sehemu ni dhaifu. Maana mwisho wa siku anadanganyika. Unaona? Sasa huyu ilikuwa asiingie mzima mzima. Kwanza. Pili, amejiingiza, amekataa kujificha chini ya kivuli cha mume wake. Amejiingiza mzima mzima katika yale mapigano. Kisha asisimame katika neno kama lilivyo, akasema hivi, msikize katika Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 2 na wa 3. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale. Kisha akasema nini? Msiaguse. Kisha akasema nini? Msije mkafa. Hata hakuna uhakika wa mauti. Msije. Wewe nao usije kaumwa na tumbo. Yaani hakuna uhakika. Msije mkafa. Mungu alisema hakika mtakufa. Unaona? Hakika mtakufa. Sasa Hawa alipoyasikia maneno ya shetani, na katika kujibu kwake, tuseme hivi, alikuwa na chaguo la kutembea kwa imani au kufuata hisia zake. Mwanadamu ana milango 5 ya hisia. Kama walivyotuambia shuleni, kuna kuona, kuna mguso, kuna kusikia, kuna kunusa, kuna kuonja. Sasa katika hii safari ya wokovu, tutembee kwa hisia gani? Sisi ni watu wa aina gani? Ni watu wa kuona au ni watu wa kusikia au ni watu wa kuonja? Sisi tunaishi kwa kusikia, kwa sababu imani inakuja kwa kusikia. Unaona? Je, umelisikia neno la Mungu? Basi baki pale. Licha utaona tofauti katika uhalisia wako.
licha pengine utaonja tofauti katika kuishi kwako, au kwa mguso wako utapata kwamba mambo sivyo kama unavyotarajia. Lakini ikiwa Mungu ameshasema, basi tulia hapo, unakariri maandiko, unasema imeandikwa. Basi huyu hakufanya hivyo, aliongeza neno. Ukiongeza neno, japo uwe na nia njema, ati unajua msichana akiwa ameokoka basi asivae, mnaanza kuongeza neno. Wapi kuna maandiko ambayo yamesema wokovu ni vazi la aina fulani? Au nywele, tuseme kijana ameingia hapa ametuambia ameokoka na amefunga zinaitwa ni dread. Sisi tunamwambia wewe haujaokoka, hauwezi kuwa umeokoka na uwe na dread kichwani. Je, tumeongeza neno ama hatujaongeza? Waefeso unasema nini? Kwa neema na kutofuga dread tumeokoka. Au kwa neema wanawake na kutosonga nywele tumeokoka. Kwa sababu wapo wanaosema kwamba mwanamke mwokovu hawezi kusonga nywele. Mwanamke mwokovu lazima afunge kitambaa. Tunaongeza. Yaani tunasema kwamba tunajenga ua, tunalizungukia neno la Mungu na ua, tunalilinda. Hapana, tunachokifanya ni kwamba tunaiharibu neema ya Mungu kabisa. Kila wakati tunapoongeza, unawaambia watoto, wewe liheshimu neno la Mungu, usiguse Biblia. Sasa unaongeza, unaona. Na kwa njia nyingine ndogo ndogo watu tunaongeza. Tujichunge sana tusiongeze kama alivyofanya. Huyu aliongeza akaipotosha neema. Kwa hiyo tukumbuke kwamba tunaishi kwa kusikia. Shetani anaposema hamtakufa, tukumbuke Mungu alisema mtakufa. Shetani anaposema mtakuwa kama Mungu, tukumbuke Mungu tayari alishatangulia kusema kwamba na tuwatengeze wanadamu katika sura yetu na mfano wetu. Alishatangulia kusema hivyo. Katika maisha yako hii leo, nakwambia kweli kwamba Mungu alishazungumzia kila hali ambayo utaipitia. Hakuna hali katika Zaburi ambayo mwanadamu ataipitia na asiipate pale. Niseme hivyo, katika Zaburi zile 150, hakuna hali ya kibinadamu utakayopitia wewe ambayo haijaandikwa katika Zaburi. Nenda usome Zaburi, tuseme 89. Angalia ni Zaburi ya aina gani. Angalia vizuri, itafakari. Soma 73, itafakari. Soma 51, itafakari. Utapata kwamba machungu yote ya mwanadamu, furaha yote ya mwanadamu, hofu zote za kibinadamu zipo katika maandiko. Maandiko yamekabili vitu vyote. Sasa mbona wewe usikize dunia? Mbona wewe ujisikize hata nafsi yako? Kwa nini usimsikize Mungu? Niseme pia kitu kimoja kwamba kwa sababu Mungu ameshamaliza kusema na sisi tunaishi, na katika kule kuishi kwetu tunapambana na hali fulani, tunaingia katika jaribio fulani, tunaingia katika mapambano fulani. Chaguo ni kwamba tujinyenyekeze chini ya neno la Mungu au tujiinue na kuwa na kiburi. Hawa alipochagua kwamba yeye ataliacha neno la Mungu kando, mstari wa 6, ataliangalia lile tunda, atalipiga tathmini yake binafsi kwamba ni zuri, linapendeza, linafaa kwa chakula na pia kumpa mtu hekima, na akachukua na kula. Alipofanya hivyo, aliingia katika kiburi. Na niseme hivi, kiburi ndio dhambi mama. Baada ya kiburi kuingia, vinavyofuata ni vitu vyote. Kwanza kinaingia kiburi. Unaona? Neno limesema wazi jambo fulani. Wewe ni unafika pale, unapiga tathmini yako kwa macho, kwa uzoefu, kwa kujua kwako. Pale unapofanya hivyo, kile ambacho kiroho umekifanya ni kwamba umelichukua neno la Mungu ambalo limeinuka, limetukuka sana, umeliweka chini, umejiinua wewe na maarifa yako, umejiingiza katika mapambano. Mara moja unapoingia katika kiburi, umefungua mlango. Kiburi ni dhambi mama. Kinachomfanya shetani kuwa shetani, kama alivyosema mwandishi mmoja, kinachomfanya shetani kuwa shetani, unajua ni nini? Sio mapembe, hana mapembe. Sio makucha, hana makucha. Sio mkia. Kinachomfanya shetani kuwa shetani ni kiburi.
Jambo la kwanza kiburi kinachofanya kikiingia ndani ya moyo wa mwanadamu kinamdanganya. Obadia mstari wa 3 unasema hivi: kiburi cha moyo wako kimekudanganya. Kiburi kinakudanganya, kinamdanganya kijana. Unaweza ukachukua makaa ya moto ukajiwekea hapa na yasikuteketeze. Maandiko yanauliza, je, inawezekana? Zipo dhambi ambazo ni hatari sana. Kuzini, unasema mimi siwezi. Kwa hiyo unaona msichana anafanya urafiki na wewe, mnacheka lakini unajiambia moyoni mwako, mimi ni urafiki tu. Mimi si kama wale bwana. Mimi ni mtu ambaye najielewa. Nina mipaka yangu. Maandiko yamekwambia nini? Ukimbie. Wewe unajiona kwamba kitu gani? Mimi najiweza. Utazama. Kiburi kitakumeza, kitakuunguza. Unaona? Kwa hiyo sisi tusiwe kama hawa. Tuelewe kwamba hivi vita ambavyo tumetoka kuvizungumzia ni vita ambavyo silaha inayotumika ni silaha fiche ya uongo. Na kiburi ukikipa ruhusa kitakudanganya wewe kwanza. Kabla hujajaribu kutudanganya sisi, kitakuwa kisha kudanganya wewe. Nitoe mifano. Wanaume tumetoka kumzungumzia Hawa kwamba Hawa alijitoa kivulini mwa mume wake, akaingia katika mapambano yakammeza. Lakini tuseme tena wanaume. Maandiko yamekwambia nini katika ndoa? Yamesema hivi kwamba umpende mke wako kama vile Kristo alivyolipenda kanisa na kujitoa kwa ajili yake. Je, unapokuja katika lile andiko, siku kama Jumapili umechoka, umerudi nyumbani na huyu mdada aseme mimi pia nimechoka, jamani si unisaidie leo. Chaguo la kwanza ni kwamba umfuate Kristo ambaye ni mwalimu na kiongozi wetu, ambaye aliosha miguu hata ya Yuda Iskarioti. Chaguo la kwanza. Chaguo la pili, umfuate Ibilisi katika kiburi. Useme hapana, maandiko yamekwambia wewe kwamba mimi ni kichwa. Na ni kweli maandiko yamesema hivyo. Lakini unaona hiyo njia hila ya shetani. Unasimama katika ukweli alafu unaleta uongo. Maandiko yamekwambia wewe unitii, mimi ndio kichwa, ingia jikoni bwana. Sasa unafanya kwamba akikataa ashakuasi. Lakini kwamba wewe kiburi kilikuingia kikakudanganya, sasa unayatumia maandiko kidanganyifu. Pili, mke, utajitiisha chini ya mamlaka ya mume wako au atasema jambo uliangalie useme wanaume ni wapumbavu sana. Mimi hata sijui wanaume unafikiria vipi. Unasema hivyo kwa nini? Pengine uliona TikTok au mahali kwenye mtandao ukavimeza, unakuja kumtapikia huyo. Je, hukumbuki maandiko? Yaani hili ni jambo ambalo lazima tuliseme, kwa sababu tukilisahau litatumeza. Mtoto, maana sisi pia ni watoto, sisi ni wazazi na pia ni watoto, tuna wazazi. Je, utamtii mzazi wako katika Bwana au itakuwa ni kiburi? Ni swali. Mwajiriwa, je, utafanya kazi kwa hofu ya Bwana au utafanya kidogo tu ya kuhesabu masaa? Mwajiri, unao uwezo wa kumlipa huu bwana 10,000, lakini ukamlipa 5,000, atakupeleka wapi? Kwa hiyo unamlipa 5,500, tena unaridhika sana, sema huyu nimemsaidia sana. Nilifanya kazi na mtu mmoja ukiwa chini. Tukawa tunalalamika sana jinsi tunavyodhulumiwa na mkubwa anaishi maisha ya kifahari, anafanya mambo makubwa, ametusahau. Ikafika wakati kila mmoja tukatoka, Mungu akatuwezesha tukaingia katika huduma, kila mmoja akawa na kanisa. Huyu akawa na kanisa ambalo lilikuwa kwenye sehemu nzuri jijini Nairobi, pesa zinatembea vizuri. Siku moja tumekaa tunazungumza, akaniambia tunatafuta mtu, kuna kijana huko. Nikamuuliza kijana, vijana wapo, una kazi? Ananiambia nina kazi. Utamlipa pesa ngapi? Akasema pesa fulani. Nikamwambia bwana, hiyo pesa si tulikuwa tukisema hiyo pesa haifai. Mbona tunarudi huko? Akaniambia hapana. Kijana kama hataki kazi wacha akae. Unaona? Ndicho tunachokizungumzia hapa. Na si maneno, ni kuishi kwetu. Alisahau. Alimlilia Mungu, Mungu akamkumbuka, akamuinua, akamfikisha mahali fulani. Hii leo
kile kiburi kilichotangulia kilikuja kikamlipukia, akapatikana na kesi na mwanamke na mambo yakawa mabaya, akatimuliwa kanisani na mambo kama hayo. Nasema hivi, Mwanzo mlango wa 3 tunaingia katika mapambano. Haya mapambano si ya kwetu, yalitutangulia. Shetani alijaribu kupigana na Mungu kwa njia moja kwa moja katika ulimwengu wa roho, akashindwa. Akashuka bustanini, akajua kwamba hapa nitawaangusha Hawa, mboni ya jicho lake, nitamuumiza Mungu. Akaja kwa kujigeuza, akaja kwa hila, silaha fiche ya uongo. Anaanzia na kweli, alafu anakubadilisha mtazamo wako wa Mungu. Mimi nataka ujitathmini wewe mwenyewe. Je, kweli jitathmini wewe kama umeoa ama umeolewa. Je, ni kweli katika maisha yako kwamba katika vilindi vya moyo wako una ushawishi kwamba huyu mwenzako ndiye onyesho la busara ya Mungu kwako? Je, unamwona hivyo? Huyu si mwingine, awe mrefu zaidi awe mfupi zaidi, kukonda na kunona, pengine anaweza fanya bidii kukonda na kunona, lakini hivi jinsi alivyo, je, unakubali kwamba busara ya Mungu kwako, yani Mungu akakaa akapanga mipango akaona huyu ndiye kwako wewe? Ama unajutia, unasema lao ningalijua? Unaona? Achana na ndoa. Hapo ulipo katika maisha, hapo ulipo hii leo, je, unaelewa kwamba hali yako kama jinsi ilivyo ni ukamilifu wa busara ya Mungu kwako wewe sasa? Au mimi hata sijui Mungu ananifikiria nini. Mimi naona ni kama alinisahau. Mbona akina nani na fulani hali zao, mimi ni yule yule tu. Hujui kwamba kuna mtu ambaye anakuangalia wewe alafu anamwambia Mungu maneno kama hayo kukuhusu wewe? Mungu, mbona usinikumbuke kama huyu? Huyu ambaye anatajwa yeye pia amesimama mbele za Mungu akisema, Mungu, mbona usinikumbuke kama yule? Kwa nini usimshukuru Mungu? Kwa nini umshukuru Mungu? Mshukuru Mungu kwa kusimama katika ushindi wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuja, akajishusha. Alikuwa ni Mungu. Hakutaka kuwania kuwa sawa na Mungu, akajivika mwili. Akajishusha kwa kujivika mwili. Mungu wa pili katika utatu akashuka, akaja kaishi hapa duniani. Hana kiburi, kwa kujinyenyekeza hata dakika ya mwisho akaangikwa msalabani wa aibu kwa ajili yetu. Vile vita alipigana yeye. Kule kumponda ibilisi alimponda yeye. Sisi ni wahusika katika vile vita katika Yesu Kristo. Tukiwa watoto tulimba wimbo nimejificha kwenye mwamba. Mnakumbuka wimbo? Ni kweli. Mimi nipo katika Yesu Kristo. Je, hukumu nimeipokea? Ndiyo, nimeipokea hukumu ya dhambi zangu. Mimi sikatai kwamba ni mimi mdhambi. Mimi ni mdhambi, najua. Sijui wewe kama una huo ushawishi. Mimi ninao. Mimi ni mdhambi, lakini adhabu nishaipokea. Wapi? Msalabani. Kivipi? Katika Yesu Kristo. Kwa hiyo japo nitateguka, japo nitatembea kwa udhaifu, nikitobu, nikiungama, lakini ninao ushindi kamili katika Yesu Kristo. Kwa hiyo mimi husema hivi, kuna mtu nilisikia taarifa zake akisema akaamka usiku wa manane. Kuna saa nyingine unaamka unasikia kiu, sio? Uko chumbani unasikia kiu na maji yako wapi? Pengine kwingine. Inabidi usimame utoke uende ukayatafute maji. Tia hii picha akilini. Ukipita pale sebuleni ukampata shetani amekaa, roho itakutoka nje ya mwili au itafanyika kitu gani? Huyu bwana akasema mimi nikapita nimpate amekaa pale sebuleni, nitampita manake sina shughuli na yeye. Mimi sina vita na yeye. Anayeweza kumkabili ashamkabili na ashamshinda, na ni Yesu Kristo. Sema amen. Si ni kweli? Sasa mbona roho inakutoka? Kwani utampiga? Atakuwa na bastola, utampiga risasi? Ni roho huyu, ukiomba utamfanya nini? Mbona usisimame katika ushindi ulionao katika Yesu Kristo? Unaona? Lakini ashakudanganya, ukiniona mimi hara. Sasa wewe ukimwona una hara. Kwa nini? Kama atajitokeza jinsi alivyo, lakini akijificha awe malaika akwambie sasa kuanzia leo wewe ni nabii. Wapo wengine waliosema hivyo na wakaanzisha dini. Mmoja wapo tunaita dini ya Kiislamu.
wengine tunaoita Jesus Christ nini? Wanaitwa nini? Latter-day Saints. Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Jamaa anasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu walimtokezea saa ngapi? Wakamwambia wewe sasa ni nabii, hata kuna maandiko fiche ambayo tutakuelekeza, nenda kayachimbe pale. Akayachimba, akayapata maandiko kwenye sijui nini za dhahabu, lakini havijawahi kuonekana. Na mambo mengine mengi. Sisi tushangilie ushindi tulionao katika Yesu Kristo. Yeye ndiye mshindi. Inamisha kichwa chako, yafikirie haya ambayo tumetoka kuyasema. Jitathmini wewe kama unaenenda kwa imani kwa neno lililoandikwa, au unategemea milango ya hisia na uzoefu wako na akili zako na uwezo wako. Jitathmini kisha ujiombee nafsi yako.